Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Nina jambo tena hapa ambalo natamani Mungu aweze kuongea na wewe. Tunajua leo tupo tarehe 26 mwezi wa 12, tunakwenda kumaliza mwaka huu wa 2025 kuelekea mwaka wa 2026. Mtu wa Mungu, nitegee sikio lako upate kuelewa. Najua wengi watajiandaa kusherehekea tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026, mwaka mpya. Nisikilize vizuri. Kuna watu wengi ambao wanakwenda kuhukumiwa na Mungu baada tu ya kufanya sherehe ya kusherehekea mwaka mpya. Ninaomba unielewe. Sina maana kwamba ukisherehekea mwaka mpya ni dhambi. Hapana. Nisikize vizuri. Sisi watu wa Mungu tumewekwa duniani kwa lengo maalum. Tumewekwa na Mungu tufanye kazi maalum. Sasa unajikuta unakaa unasherehekea wakati kuna watu ambao bado wapo kwenye uzinzi. Unakaa unasherehekea bado kuna watu wapo kwenye ulevi. Unakaa unasherehekea kuna watu ambao hata hujachukua muda wako kuomba. Unakuta mwaka mzima, Mungu amekupatia mwaka mzima, ukijiangalia yani haujafanya mapenzi ya Mungu kabisa kwa zile asilimia ambazo zilizokuwa zinatakiwa. Halafu unafika muda wa sikukuu, wewe unaanza tu kusherehekea, unafikiri unampendeza Mungu, kumbe Mungu unamchukiza. Mungu akikuangalia anaona hivi, huyu mtu nina maana gani kumweka duniani? Hamna chochote anachokifanya cha kuhusu mimi. Yuko busy na vitu vyake, yuko busy na mambo yake, hana muda kabisa kusema ajihusishe au kujishughulisha na mambo ya ufalme wa Mungu, ya kuzaa matunda mbele za Mungu. Mungu anakuona sasa ni heri akuondoe kwenye dunia. Nisikilize kwa makini. Katika Luka ile sura ya 13. Ujumbe upokee ili uweze kufunga mwaka ukiwa unajifahamu vizuri, na uweze kuanza mwaka ukiwa unajitambua pia vizuri, na Mungu akusaidie sana. Katika Luka ile sura ya 13, na tuanze ule mstari wa 6. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akatafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Mungu amekuja mwaka wa kwanza tangu Januari na kuangalia mwanangu ana matunda gani? Katika kazi ya Mungu amefanya nini? Unajikuta hujazaa tunda lolote mbele za Mungu. Sasa Mungu anaona si bora huyu mtu nimuondoe duniani tu huyu. Maana mpaka nchi unaiharibu. Manake Mungu anakuona unakuwa ufai. Sasa huyu mtu akasema hivi, mstari wa 8. Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Kumbe Mungu anakata vitu visivyozaa. Sasa angalia vizuri, twende kwenye Luka kwenye Mathayo mtakatifu ile sura ya 3. Mathayo mtakatifu sasa ile sura ya 3. Tusome hapa kwenye ule mstari wa 10. Mathayo sura ya 3 na ule mstari wa 10. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kama hauna matunda mazuri ambayo umemzalia Mungu, unaweza ukakaa unangojea kusherehekea, alafu Mungu amekupanga kukukata. Na ndio maana kuna watu wengine mwaka unaanza hawezi kuingia, au mwaka unaisha hawezi kumaliza mwaka, Mungu anawaondoa duniani. Kwa nini? Anaona yani mpaka ni kama yani unamkera Mungu, unamchosha. Kuna mambo ambayo ulipaswa kuyafanya, wewe ufanye hata kimoja. Hivi kuna mtenda kazi gani wa shetani asiyejishughulisha kufanya watu waingie dhambini? Angalieni, watu wako busy kufanya ukahaba, watu wako busy kufanya ushoga, kupeleka watu kuzimu. Yani watu wako busy, watu wa shetani kwenye uchawi, wanawanga kweli kweli. Yani kila mwaka wanapeleka hesabu ya watu kuzimu. Ndio maana shetani anajitahidi kuangalia nafsi za watu aziangamize kiasi gani. Lakini wewe mtu wa Mungu umekaa tu kungoja na ngoja nile sherehe. Lakini kuna mambo ambayo Mungu akiangalia kwako hayapo. Ukiangalia tangu Januari ilipoanza mpaka sasa hivi, ukisema unakufa sasa hivi, mbele za Mungu utakwenda kupeleka nini? Wengine mmejaa maneno tu. Mwaka unaanza mpaka mwaka unaisha, yani hakuna nafsi hata moja ambayo umeingiza mbinguni. Ila huko unaangalia vitu vyako. Mwingine naangalia masomo yangu,
mwingine anaangalia biashara zangu, mwingine anaangalia. Sasa una upendo gani na Mungu wewe? Una upendo upi na Mungu? Unasema unampenda Mungu wakati muda wako wewe unaupoteza kwenye vitu vyako kuliko muda unaokuwa nao mbele za Mungu. Alafu unasema unampenda Mungu. Huu ujumbe usikilize kwa umakini na ujue kwamba Mungu atakuja kukuhukumu, atakuja kudai matunda kwako. Umefanya nini kinachokupa kibali cha kuingia 2026? Mbona uovu tu ni upo kama wale watu wa kidunia tu, yani haujabadilika chochote kile. Halafu na ngoja Mungu akupeleke mwaka mpya. Na mwaka unafika mpya, watu wanaanza kusherehekea, wanafurahi. Yani unafurahi, hujui Mungu umemchukiza. Una sababu gani za kuweza kufanya sherehe? Umempendeza Mungu kiasi gani mpaka udai mwaka mwingine? Kwa uliofanya, mbona Mungu akikuangalia naona akuangamize tu, yani hufai hata kuingia 2026? Una kitu gani mbele za Mungu cha kupeleka kwamba Mungu nimefanya hiki na stahili kupata mwaka mwingine? Sasa ni kuingia kwenye toba. Kwa Mungu hataki kuangalia hii tarehe tu ya leo, hii tarehe ya leo 26. Hauna vigezo kabisa vya kufika hata kesho. Hauna vigezo kabisa vya kufika hata Jumapili. Lakini huko unasema ikifika mwaka mpya nitafanya hiki, nitafanya kile, utafanya hiki, utafanya kile. Kwa kibali cha nani? Una uhakika gani kwamba Mungu atakuacha uwe salama mpaka kufikia hiyo tarehe moja? Umeona jinsi watu jinsi wanavojichanganyaga Ndio maana Mungu anasema kwamba usije ukajisifu kwamba kesho tutaonana, sema tu Mungu akipenda. Kuna watu walikuwa wazima leo tena wakaagana ndani ya saa kadhaa wakakutwa na mauti. Ujumbe umekuja kwako mtu wa Mungu, ujiangalie mara mbili. Damu yako Mungu atakuja kuidai kwangu. Jiangalie namna utendavyo. Jiangalie namna uendavyo. Ujumbe utendee kazi. Angalia kuzimu wanafanya kazi kwa bidii. Na wanajitahidi kufunga hesabu za kila mwaka. Wanaua watu. Hata kama wewe umejichanganya, mtu wa Mungu kama umejichanganya, watakupeleka kwenye hesabu ya wanaouliwa. Kwa kuwa makini sana. Sio tu kushangilia tu, wewe mwaka unakuja umemfanyia Mungu nini? Naamini mwenye sikio asikia ambayo Roho ayaambia makanisa. Mpaka hapo umejifunza nini?